Hello traders. Leo nataka niongelee kuhusu ukweli kuhusu elimu ya biashara ya forex. Kwenye kupata elimu ya biashara ya forex kuna mambo mawili. La kwanza, ujifunze wewe mwenyewe. La pili, ufundishwe. Ukijifunza wewe mwenyewe, unachukua muda mrefu kufanyaje? Kupata ule uelewa, kwa sababu utakuwa unakomaa wewe mwenyewe kuchuja vitu kwamba kitu fulani ndo kumbe cha muhimu, kitu fulani sio cha msingi sana. Yaani kuna zile kujua zile basics sasa ni vitu vya muhimu vile, vitu vya msingi. Itakuchukua muda wewe mpaka uvifahamu kama ukianza kukomaa wewe mwenyewe. Umeona? Either labda ulisikia, umeona, labda kuna mtu alikwambia, then ukataka sasa kuamua upate hiyo elimu. Kwa hiyo ukisema kwamba unakomaa mwenyewe, itakuchukua muda, uta take time. Mpaka unakuja kufanyaje? Unakuja kumaster. Kwa sababu kuna mambo, yani kuna mambo mengi sana, yani kuna vitu vingi sana, lakini yani sasa unaonaga notes darasani, mfano notes notes za somo fulani, lakini unakuta maelezo ni mengi, lakini kumbe kuna key points. Umeelewa? Kwa wewe mwenyewe mpaka uje kuzichuja zile key points kwamba ujue kumbe hizi ndo key point, yani ndo pointi za muhimu, hayo mengine ni nani tu, ni bla bla. Unaona? Itakuchukua muda. Cha pili, njia ya pili ni wewe kufundishwa. Umeona? Ukubali kufundishwa. Okay, mwingine anasema kwamba okay, mimi ngoja nikafanyaje? Ngoja nikafundishwe. Sasa hapo kwenye kufundishwa hapo ndo kuna kuaga na challenge. Hawa watu wanaotoa elimu za forex, huwa kuna changamoto. Kwa hiyo kuna wengine unakuta wako sio kwamba tena, unaweza kukuta hata yeye mwenyewe sio kwamba labda anaifahamu labda kiivo. Yaani unakuta tu kwamba na yeye kwa sababu ashasoma kwa sababu notes zipogi tu, au mavitabu ya PDF sio manini hapo huko. Umeona? Kwa mtu tu anachukua, anaandaa tu zile PDF, anazibadilisha kidogo, zinaonekana kama ataweka nani yake, brandi labda jina lake sui, kama anajiita sui nani. Umeona? Ataweka pale logo yake nini, ila notes ni zile. Umeona? Kwa hiyo sasa utakuta wengine wako kibiashara. Yeye anachofanya, anatafuta tu watu, wakishamlipa ni sawa tu na mtu anakupa notes, alafu anaanza yani hata asamara, yani anakuelezea zile notes kama zilivyo. Umeona? Wengine wakishalipia hizo nani za online huko, labda online unakuta mtu anapewa tu notes, mtu unakuta kaandaa ka video tu, kanaelezea 1 2 3 kamaliza. Umeona? Kuna wengine kweli wanakupa material ambayo yani wanakufundisha vile ambavyo kweli yeye kaelewa. Kwa sababu kwa hawa watu ambao wanatoa hizi elimu kuna vitu viwili. Either wengine wanakufundisha lakini na wenyewe kwamba unakuta hawajui. Umeona? Hawajaijua vizuri. Umeona? Unakuta hawajaijua vizuri pia hii elimu ya nini? Ya forex. Umeona? Kuna wengine wanakufundisha, wanakuficha baadhi ya vitu kwa makusudi ili uendelee kuwategemea wao. Umeona? Kwa hiyo kuna aina ya hao watu. Na kuna mwingine anakufundisha kutokana kweli kwamba ameona, kwa sababu kwenye mtu kumfundisha mtu kusema kwamba mimi nataka mnilipe au msinilipe, au ni maamuzi ya mtu. Umeona? Kwa sababu ile ni elimu kweli, anatumia muda wake. Umeona? Anatumia energy yake kukufundisha. Kwa hiyo kuweka price kwamba mimi nitakufundisha lakini utanilipa kiasi kadhaa, hayo ni maamuzi ya mtu. Mwingine atakufundisha bure. Umeona? Kwa sasa
issue inakuja kwamba upate mtu sahihi kweli wa kukufundisha. Umeona? Asikufiche kitu chochote. Yaani kile anachokielewa yeye unavomlipa kweli akuelekeze vile inavyotakiwa. Kwa sababu kuna wengine yani ukikaa kama mimi mwenyewe nililipia. Umeona? Nililipia kujifunza nini? Forex. Lakini leo hii nikikaa nikikumbukage jinsi tulivyofundishwa. Yaani naona kwamba okay. Kwamba wale nakaa najiuliza kwamba ni walikuwa yaani kwamba hawajui au ni kwamba walitufundisha tu vile juu labda ili tufanyaje? Ili tuendelee kuwategemea wao. Kwa hiyo kuna hao maswali unakutaga najiulizaga alafu nasema okay. Kwa hiyo kuna watu wa aina hizo. Kwamba unakuta kuna mwingine ukipata mtu sahihi atakufundisha kweli kile ambacho anakifanyaje? Anakielewa. Umeona? Ukipata mtu sio sahihi, either anakufundisha yeye mwenyewe kwamba hajui au anafanya makusudi anakufundisha tu juu baadhi ya vitu anakoficha ili usivielewe ili uendelee kufanyaje? Ili uendelee kumtegemea yeye. Umeona? Kwa hiyo kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo ndo watu kama hao sasa unakuta ndo wanafanya watu wazidi kuiona forex ni nini? Forex ni ngumu. Yaani inakuwa ni ngumu. Kumbe inahitaji tu kwamba kama ukishindwa kukomaa wewe mwenyewe, manake inabidi upate mtu sahihi wa kufanyaje? Wa kukufundisha vile inavyofanyaje? Vile inavyotakiwa. Lakini watu wengi ndio unakuta watu wengi wako yani kibiashara. Yaani mtu yuko kibiashara, yuko after money. Umeona? Kwa kuna mwingine tu sasa kitu kingine utakuta kuna mwingine anawavutia watu. Umeona? Anawavutia watu kwa kutuma profit. Yaani mkae nikijua hilo kwamba unakuta kuna mtu yeye ni kuupload tu profit. Umeona? Kwa hiyo wewe unapoona vile unakuwa unasema jamaa anapiga profit Yaani unakuwa unahisi kwamba anafanya nao wengi watu wa design hiyo unakutaga mwisho wa siku ni maskama. Umeona? Kama akikwambia ana strategy yake anataka kufundisha, ukimlipa hela mwisho wa siku anachokufundisha hata uelewi, unashangaa tu unatumia labda notes na video viwili shughuli imeisha. Yaani maana kama mtu vile anakuuzia tu notes afu kasome mwenyewe. Umeona? Ambapo zile notes zipogi tu huko kiamua kukomaa mwenyewe, usome ufanye nini, uangalie mavideo, unaweza ukaja ukaelewa, lakini tu kwamba utachukua muda. Umeona? Kwa hiyo utakuta mtu tuma sana maprofit. Ndio maana mimi mimi tangu nimeanza kujifunza forex, kwanza nilianza kujifunza mimi mwenyewe. Jamaa yangu ndo akaja akaona na tena nilianza kwenye nilikuwa sijui cha MT4. Yaani MT4 nilikuwa sijui kutumia kwa sababu ni broker wangu mimi wa kwanza kuanza kujifunza naye forex alikuwa ni Equioption, ambao ile ni kama ni web trader ile. Wale wanaga cha sijui kama siku hizi kwa sababu nishaachaga kuitumia hata hivyo. Ipo tu account lakini wana kama web trader, ile ni web trader, hawana sijui MT5 au MT4 hawana Equioption. Kwa akaniona akanikuta akaambia una nani unafanya hivyo vitu, nikamwambia najifunza. Ilikuwa 2017. Kipindi hicho ndo Tanzania forex ndio imeanza kuongelewa. Umeona? Madarasa yako mengi nini. Akaambia uende ukajifunze kabisa ile yenyewe. Sasa mimi ngambia yenyewe tena hivi. Nikasema akaambia ndio hivyo lakini yenyewe sio mnatumia sio hizo, akanitajia MT4. Nikasema okay. Nikatafuta hela nikahudhuria hilo darasa. Kwa wiki moja sio ilikuwa hata sio ilikuwa kama wiki moja. Basi then baada hapo mnakuwa kwenye mentorship program. Umeona? Sasa mimi nilipotoka kwenye ile lile kuhudhuria hayo mafunzo. Umeona? Maana yake tu pale mnakuwa mnaelezewa sijui nini, sijui kuna fundamental, kuna technical, sijui naelezewa candlestick zile.
yani hivyo, yani kama vile mtu yani zile notes zile yani anakuelezea tu zile notes. Umeona? Kwa hiyo nilipotoka pale, kwa sababu mimi nishaanza kujifunza mwenyewe, nikasema okay, ngoja nifanyaje? Nikasema mimi sitochukua signal, yani kwamba kwenye hiyo mentorship program kulikuwa zinatumwa nani signal kwamba labda bye sio nini sasa hivi sio fanyaje. Nika deposit hela, nikasema mimi nina trade mwenyewe. Nafanyaje? Nina trade mimi mwenyewe. Nika trade ba nika trade nikaidouble account yangu. Then nikasema okay, kwa sababu nimeidouble, ngoja nichukue nini? Setup ya nani? Setup hizo signals zitakazotumwa huko, umeona? Nikachukua siku hiyo imetumwa signal, nikasema okay, leo naingia. Sasa nikafanyaje? Nikaingia afu nikajilipua. Umeona? Kwa sababu sina nini natoka kwa mentor. Afu kipindi hicho sasa yani unakuta mtu hujajua vitu vingi, issue za risk management, umeona? Unakuta haujazijua, na hata huko mlikofundishwa ukiangalia risk unaambiwa tu inabidi ufuate risk management kama una risk labda sijui inabidi risk asilimia ngapi sijui ya mtaji wako. Yani ni vitu ambavyo ukiamua wewe mwenyewe kufuatilia hivyo utavijua, lakini kuna issue, kuna vitu vile vya msingi. Hiyo risk reward ratio okay ni risk, lakini mfano risk reward ratio unakuta hauja mtu hajaongelea, yani kuna vitu kama hivyo. Yani sasa hivi nikikaaga nikikumbuka hivi ndo naona okay, yani mtu ukifundishwaga forex kwa staili ile, yani kama mtu ndo unafundishwa forex unakutana na hayo madarasa afu unafundishwa forex kwa staili ile, hautakaa kamwe uelewe. Otherwise mpaka wewe mwenyewe ushtuke useme hapa sio kawaida hii. Kama ni elimu nimepewa hiyo, mbona mimi mbona nikifanya hivi lakini vitu haviendi? Umeona? Kwa hiyo usiposhtuka ukaanza kukomaa mwenyewe au ukapata mtu ambaye ni sahihi akakueleza vile vitu ambavyo kama kweli ana trade anakuwa profitable kwa hiyo strategy yake yote anatumia, asipokueleza vile vitu jinsi inavyotakiwa, utakao unahangaika mpaka wewe mwenyewe utakapofanyaje, utakapoamua kusema okay, ngoja nikomae. Kwa hiyo mimi ikawa ndo hivyo nikiweka nikitrade naunguza nafanya nini nafanya, nikaanza nasema okay, ngoja kwanza niendelee kufanyaje, kufuatilia. Umeona? Nikaa nafuatilia mimi nimeangalia sana videos, nimeangalia sana video PDF hivyo tena kuna watu wananyombaga wananiambia naomba vitabu ambavyo umesoma. Mimi kitabu ambacho nimekisoma tena baada ya kuja kupata mwangaza, baada ya mimi mwenyewe kukomaa sana kuangalia video za watu YouTube. Kwa mimi kwa video kama ili mradi tu ni ya forex mimi naangalia, wengine mimi hata siwajui naangalia tu. Umeona? Kwa baada ya kuja kupata mwangaza nikaja nikamsoma Baby Pips online. Baby Pips online ana notes zake mle, ka summarize vitu vya msingi short and clear. Lakini hao ma PDF mengine, hao ma vitabu mengine utakuta tu ukifungua hivi. Mimi nilikuwa nikifungua tu kwa sababu wakati wakati najifunza hivyo ni tulipotoka kwenye hao madarasa, unakutana na watu mbalimbali, kwa sababu unafahamiana na watu nini, mnapeana mavitabu unakuta anatumwa huko kwenye magrupu. Sasa ukifungua zile PDF, kwa mimi hapa nilikuwa nikifungua tu zile PDF kwenye content tu pale tayari pashanchosha. Nikiscroll huku chini nikija nikiangalia labda kitu fulani heading fulani imeandikwa labda sio ni nini, ukianza yani maelezo ni mengi. Umeona? Maelezo ni mengi. Kwa hiyo utajikuta kwamba wewe hata usome zile PDF wewe mpaka uje kuelewa, uje kupata zile key points zile basics zile zinazotakiwa, ila kuchukua muda vibaya mno. Kwa hiyo mimi nilichofanya nilikuwa naangalia, kwa sababu mtu anapokuwa anaongea kwenye video vile anakuwa tayari kama ame summarize mtu ambaye kwa hiyo mimi nilikuwa naangalia video zote zinazohusiana na forex. Nilikuwa naangalia na nikirudi naingia kwenye chat. Umeona? Kaa sana kwenye chat nini
na vifanyia kazi hivyo vitu ambavyo unakuta kama nimeona kitu fulani mtu alikiongelea na kifanyia kazi kwenye chat, naangalia hivyo. Kwa kuna vitu ambavyo ni vikaanza yani kuna kama mafunuo fulani, yani unaona kwamba kuna kitu fulani kinafunguka, kumbe hii inakuwaga hivi kwa sababu hii. Okay, ukija ukifuatilia tena hivyo unaona ndio vile vile. Kwa hiyo unakuwa una gain kitu, yani sawa na wewe mwalimu lecture anasema kuna notes za nani, yani kuna topic fulani anataka kufundisha labda, ukianza kwenda kuifuatilia wewe, yani ukaisoma ile topic wewe mwenyewe ukaielewa, ni tofauti na mwalimu atakapokuelezea, kwa sababu yeye hapa atafundisha haya bana hivi na hivi, yeye atasummarize tu kidogo, umeona. Lakini wewe mwenyewe inabidi ukae usome vizuri, ujue yani uelewe, ujue key point hapa ni zipi, umeona. Sasa sana kwenye somo la history maelezo mengi, lakini kuna kuaga na zile key points, umeona. Kwa hiyo ukishindwa, ukiona kwamba umeamua kukomaa wewe mwenyewe, ukomae kweli kweli, na itakuchukua muda kweli kweli. Inachukua muda, yani mpaka uje kukaa hivi useto, unaingia sokoni unakuwa unaelewa, yani kabisa unajua hapa hawa wakifanya hivi. Safari itakuchukua muda. Vinginevyo uwe makini huko, hiyo elimu unapoenda kutafuta kwa watu tena unalipia na hela, inabidi huyo mtu awe sahihi kweli kweli. Lakini watu wengi unakuta ndo hivyo, umeona. Yaani mtu ana yuko kibiashara, umeona. Na hao ndo wanafanya watu wanafaje, wanakuja wanakata tamaa, wanaona tu mambo haya ndo hivyo yani, umeona, hamna kitu. Lakini kwenye forex kuna hela kweli, lakini hiyo elimu uwe nayo kweli, uwe nayo elimu sahihi, umeona. Uwe nayo elimu sahihi. Hakuna mtu ambaye ajui kwamba ukiona candlestick fulani maana yake ni hivi, ukiona pini maana yake rejection, engulfing candle maana yake kuna kama ni buy au sell pressure inaingia, umeona. Soko likifika kwenye zone, hakuna mtu ambaye ajui, huwa linaweza likatesti au likavunja zone, hakuna mtu ambaye ajui hivyo vitu. Lakini kuna yani ukisha wewe soma hizo notes PDF, soma uzielewe vizuri, uziklemisha, usije ufanyaje kila kitu. Lakini ukishafungua chart, yani ukishafungua ile chart ile yani ni vitu yani ukianza kuapply zile nani za jinsi kwenye notes zinavyoelezewa, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuna vitu vile ambavyo ni yani sawa sana mtu wewe jinsi unavyosoma kwenye elimu yako, alafu ukienda kazini kwanza kazi, unashangaa tena unaanza kuelekezwa tena kazi. Alafu ukiangalia sasa, mbona kwa tumesoma vitu fulani hivi na hivi kibao, lakini mbona kumbe kazi huku kwenye uhalisia kumbe vitu vyenyewe ndio hivi. Leo unakuta tu ni ABC, shughuli imeisha, lakini wewe ulisoma vitu hiha. Umeona? The same na huku. Hizo notes zinakupa tu wewe mwangazani, kuna vitu fulani yani uvielewe, lakini kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa ufanye. Unatakiwa uviconsider. Umeona? Nzao sana na mtu leo, hakuna mtu ambaye ajui kwamba ukitaka gari litembee, utawasha, utaingiza utakanyaga kama ni manyo, utakanyaga clutch, lazima ukanyage clutch, uingize gear, then uachie clutch na ubalance mafuta uondoke. Hakuna mtu ambaye ajui hivyo vitu, umeona. Lakini wewe ukipewa gari sasa hivi hapa umeshajifunza huko, unajua kwamba hapa inabidi yani theoretically ushajua kumbe inabidi nikiwasha niingie nikanyage clutch, niingize gear, then niachie clutch na mafuta huko na balance, then gari itafanyaje? Itatembea. Upewe sasa ufunguo, uingie uendeshe litembee, umeona. Kwa kumbe kwenye kuachia clutch kwake kule kuna jinsi ambavyo unakuwa na balance ile clutch na mafuta, umeona. So tu unaachia bubu. Sasa usipopata mtu wa kukuambia wewe, kila ukiingia utakuta tu gari tu linashtuka bukutu, alisogee, umeona.
Kwa usipopata mtu sahihi wa kukwambia hapa hivi, ukishaingiza hiyo, ukishakanyaga clutch, hii clutch inabidi unaiachia labda mdogo mdogo, na huku mafuta una balance. Ukishaanza kuona sasa motion imeanza, gari inaanza kuondoka taratibu hivi, ndo baadaye unaanza kuiachia moja kwa moja, then ukaendelea kuaccelerate. The same na huku. Ukishafungua, yani ukishaingia kwenye yani ndo umefungua chart huko kwenye chart hapo mbe. Kuna vitu yani vya msingi hivyo inabidi ufanye. Lazima ujue, yani ujue okay, wamefika kwenye hiyo resistance, inabidi usubirie nini, wamefika kwenye level. Soko limefika kwenye level. Umeona? Na kuna zile key level. Sio kila level wewe ni ya kuiangalia. Umeona? Ndio maana unakuta hizo level minor zone hizo uoga zinavunjwa tu mwisho wa siku. Yaani wao wakishasema sisi tunatoka point A tunaenda point B, ni mpaka wafike point B. Hapa katikati hapa ni makelele tu. Ni nini? Ni makelele. Wao mpaka wafike point B. Wakishafika point B sasa hapa ndo waamue turudi tena kwenye point B au tutafute tena point nyingine. Na wao wenyewe ndo wanajua. Sisi tunachofanya ni kuwasiliana nao kwa kuangalia tu hizo candlestick. Sasa utakuta mtu na wakati unajifunza, mimi mwenyewe niishakata tamaa, niishakataga tamaa kabisa, nikasema bana, haya mambo haya madude haya tuachie hao wanaofanyaje, wanaopata profit, wanaotrade wanapata profit. Lakini kilichonisaidia nilikuwa sijatokaga kwenye magroup. Na mimi watu ambao walikuwa wananimotivate ni wale watu ambao, ndio maana mimi hadi leo hii mimi siwezi ngakutumia wewe eti buy stop loss siweka hapa, sikutumii mimi. Siwezi ngatuma hivyo mimi hata siku moja. Mimi nitatuma setup. Ile ndio itakufanya wewe ujifunze kitu pale. Mimi watu ambao walikuwa wanatuma setup, mtu unakuta katuma setup kwamba kachora zile projection kwamba ikifika kwenye zone hii ikifanya hivi, soko litafanyaje? Alafu akija akituma ile setup after yake, unakuta imeenda vile vile. Mimi wao ndio kwa wananimotivate, na kana najiuliza sasa huyu hapa kajuaje? Yaani kajuaje kwamba hapa hawa wafanye hivi afu ndo watapanda au watashuka? Ndio vitu ngoja najiuliza, vinanifanya mimi narudi tena naanza kufungua chati tena, lakini unakuta nilikuwa nishakata tamaa. Ila wale watu wa mtu anatuma screenshot ya profit, waogopeni sana hao watu. Mtu tu ana screenshot, hakutuma setup. Yeye anachofanya pap, unashangaa tu screenshot ya profit imekuja mba. Na watu wanachanganyikiwaga sana na screenshot za aina hizo. Watu wengi sana wanachanganyikiwa na screenshot za aina hizo. Ndio anaamini sasa pale, nikienda huyu hata nikimlipa akinifundisha huyu nitafanyaje? Wenda huyu anajua huyu. Umeona? Lakini ogopeni sana watu wa design hiyo. Kwa sababu kwa nini wewe jiulize, kwa nini hakutuma setup tangu mwanzo? Sawa, hata kama yeye setup kweli aliifanya mwenyewe kaamua tu kutuma, lakini kwa nini asingetuma setup watu waione kwamba hii ni buy au sell, akapiga zile profit? Kwa hiyo kuna vitu viwili. Kuna mtu unakuta ajitengenezea mazingira kuwaaminisha watu kuwa yeye anajua. Umeona? Ili afanyaje? Ili awavutie. Mwisho wa siku akija kukwambia mimi nafundisha strategy yangu hii kwa hela kadhaa. Umeona? Na utaanza kuamini kwa zile screenshot ambazo blue ambazo kwa anatuma. Lakini kuna vitu viwili. Umeelewa? Kuna vitu viwili. Hata kama alikuwa anaonyesha real, ili vile msidanganyike na vile vidude mtu ana scroll hivi anaonyesha real kwamba eti real kwa ndo una wewe kweli hii katengeneza $10,000 au sijui dola ngapi. Sawa, hata kama ni real iwe real, kwa sababu kuna account za demo ni real, zinasoma pale kile kidude cha njano ni real. Zipo. Maana wakati mimi ndo nimetoka kujinania huko, nilipoambiwa kwamba kuna yenyewe jamaa kaambia kwamba wanatumia sijui MT ngapi,
Nilivorudi nilikuja nikaachanaga na ile IQ option. Nilifunguaga account kibao za mabloka. Kuanzia 2010 yani na nyingine haziko verified kwa sababu kuna nyingine zilikuwa zinatakiwa ufanyaje? Uverify kwa mabank statement. Kipindi hicho ndo hata sielewi yani kuupload zile nani za sijui bank statement sijui kufanyaje ili uverify account. Kwa hiyo nyingine unakuta tu nimeziacha. Umeona? Nikaa nimeziacha tu, ila zipo nilifunguaga account kibao ambazo sasa nyingine ukifungua kama huja verify uwezo ukafanyaje? Uwezo ukaendelea ku trade real, lakini mademo ulikuwa unaweza kufanyaje? Unaweza ukaya trade. Umeona? Kwa hiyo hapo ma account mimi niliyaona kabisa, hii account si demo hii, mbona yasoma real? Zipo. Umeona? Zipo. Kwa hiyo mtu unakuta kafungua ile demo lake huko kabai huku kaseli. Litakaoenda kwenye positive ndio ana screenshot anatuma. Wewe unakaa unababaika na screenshot za profit. Umeona? Aya, kuna mwingine sasa tulipokuwa ajabu sasa. Unakuta mwingine katuma labda setup yake na ile account pale inaonekana kabisa ni demo, lakini mtu anaanza kujaji. Na unakuta katuma labda setup alisema kwamba hii hapa itakuwa buy ikifanya hivi na hivi kweli, alafu baadaye akaja akatuma kwamba setup imetembea. Watu walipokuwa cha ajabu, demo hiyo. Sasa wewe demo au real account? Issue ni setups. Yaani huyu mtu kafanyaje kwa nini mpaka imekuwa buy au sell? Ikiwa demo, ikiwa real, kama setup umekosea, utakuwa kwenye negative. Utakuwa umekosea tu. Iwe demo iwe real, kama umepatia setup, utakuwa kwenye nini? Kwenye positive. Kwa hiyo msibabaike kwamba eti mtu unakaa unaanza unajaji hii sijui demo, hii sijui real. Hivyo havisaidii. Angalia mtu yani uone kwamba unajifunza kitu gani pale, labda kutokana na ile hizo setup zake mtu anazozituma. Umeona? Ila msibabaike na screenshot hizo screenshot hizo kwamba zikawaaminisha eti kwamba huyu mtu labda ndio anajua sana. Hiyo wala tena waogope. Yaani ukiona mtu yeye tabia yake ni kutumaga tu profit. Yaani yeye anatuma tu blue tu. Muogope kama ukoma. Kwa hiyo kwenye kupata elimu ya biashara ya forex inabidi uwe nini? Inabidi uwe makini. Kama unaenda kweli kutoa hela yako unalipia, basi yani uombe Mungu umepata ni mtu sahihi kweli wa kufanya. Wa kukufundisha hivyo vitu. Umeona? Vitu vya msingi hivyo uvielewe. Sio yani kwamba maana yake atakufundisha of course strategy yake. Kwa hiyo akufundishe vile ambavyo kweli yeye anafanya. Umeona? Na anakuwa profitable. Uombe Mungu kwamba umpate mtu anaye hakufichi kitu chochote. Kwa sababu mimi ninachoamini kuna hizo scenario mbili. Kwa kama mtu ana trade kweli anapiga profit, ukija sasa na wewe ukishaelewa jinsi mambo yanavyoenda, yani ukishaielewa forex, unakuja unakaa unajiuliza hivi kule nilikopitiaga kule niendaje kujifunza hivi wale walikuwa yani unashindwa kuelewa kweli wanajua forex wale au? Basi kama wanajua maana yake kuna vitu walikuwa wanatuficha. Kuna vitu hawakwambii. Umeona? Lakini kuna wengine kweli mtu unakuta yani anatoa material, unaona yeye kweli ana deserve hata kulipwa. Umeona? Ila wengine wengi yani wamekaa yani ni kibiashara tu, yani ili mradi tu yani kwamba yeye kashachukua hela yako utajua mwenyewe. Yani ndio huo ndio ukweli. Umeona? Kwa sasa hapo wewe ndio utakuwa una maisha magumu kwa sababu ushaamini kwamba jamaa kashanifundisha huyu kaniambia hivi vitu hivi na hivi na hivi. Unahisi kwamba kashaniambia strategy yake kwamba ni hivi na hivi, unaishi kwamba nitatoboa. Ukiingia fungua chat, ingia sokoni. Tafuta hizo setup, ingia afu uone. Umeona? Kwa kuna vitu
kuna vitu yani vya hizo strategy. Mimi ninachosemaga kila siku, na hizo strategy nyingine zote hizo zimezaliwa kwenye price action. Kwa hiyo unatakiwa, yani wewe, ushauri wangu mimi, jua basics za price action. Mimi mwenyewe siwezi nikasema eti kwamba eti labda najua advanced sijui price action au madubasha mengine sijui yale ma butterfly. Mimi hata siyatumii. Yani mimi natumia tu basic ya price action. Umeona? Ndio hivyo vitu ninavyoviimba kila siku kwenye video. Cha kwanza wewe unachotakiwa, umefungua chart yako identify kwanza zile major zone zako. Umeona? Kwa sababu soko siku zote kwenye kuna time frame, sawa? Soko linakuwa lina cycle za push and exhaustion kwenye time frame zote, lakini kuna time frame utakuta kwenye higher time frame utakuta soko lina push, yani lina hizo cycle, lina push, haliko kwenye consolidation, yani maana yake lilishafikaga kwenye key level, lilishafikaga kwenye major zone za huko kwenye time frame kubwa, lika bounce linaanza likatoa confirmation kila kitu, likaanza kupush, maana yake linaitafuta zone nyingine. Umeona? Ndio hiyo nasema kwamba wakishasema kwamba wanatoka point A wanakwenda point B, ni mpaka afike point B. Lakini pale the way jinsi wanapopanda, hawapandagi tu straight hivi. Umeona? Kwa hiyo utakuta wanafanya cycle ya push and exhaustion, au tunaita impulse wave na corrective waves. Umeona? Hizo wanatengeneza waves. Kwa hiyo utakuta kwenye hiyo higher time frame wanapush. Umeona? Wanapush tu, unakuwa unapata hiyo impulse wave. Then after that wanafanya nini? Wanafanya correction au corrective wave tunaita. Umeona? Kwa hiyo ile push ile kwenye lower time frame na kwenyewe soko utakuta linapanda na linatengeneza tena waves, lakini zile push zile corrections za kwenye time frame ndogo, yale ndo makelele yenyewe sasa. Unatakiwa mwenyewe tu ujue kwamba una trade kitu gani kwenye hizo lower time frame. Yale ndo makelele yenyewe. Unaona? Utakuta soko kwenye higher time frame bado linafanya nini? Linafanya ile impulse move, impulse wave au hiyo push. Unakuta halijaanza kufanya nini? Halijaanza kufanya correction kwenye higher time frame. Kwa hiyo utajikuta kule unaona kwenye lower time frame vi setup vya kuseli wewe unababaika navyo. Unakuta una sell afu unatolewa. Kila ukiseli unatolewa. Unaanza kusema broker sio anafanyaje sio. Hamna cha broker. Hakuna cha nini? Hakuna cha broker. Hata mimi mwenyewe nishasemaga hadi broker atakuwa kweli mbaya, lakini hakuna cha broker mbaya. We broker kama as long as una deposit hela inaingia kwa wakati na unatoa inatoka kwa wakati, huyo sio broker mbaya. Umeona? Kwa kuna vitu vile vya msingi, yani kuna vitu vile vya msingi ambavyo unatakiwa uvifanyaje? Uvifahamu. Hizo yani strategy nyingine zote unazoziona, fuatilia strategy zote ambazo za watu ambazo zinafanya kazi, utakuta ndani yake mwisho wa siku kuna price action. Yani lazima ukute kuna price action. Kwa hiyo price action ile ndo basic. Ndo nini ile? Ndo basic. Kwa hiyo ukiongezea vikolombwezo ile price action, ukaweka indicators, ukaweka swing nini, ndo zinazaliwa hizo strategy nyingine. Na mwisho wa siku zina obey price action. Yani wewe ukiweka move, yani sehemu ambayo mtu anatumia indicator hapa anatumia moving average, hata ukitumia fib tool, yani ile ina respect price action. Sio fib tool, sio price action, yani ile fib tool ina respect nini? Price action. Na sio kwamba ile soko linapofanya ile inaenda ku respect ile fib tool, au inaenda ku respect ile moving average unakuwa umeweka, au sio RSI au sio zile ndo zina respect price action ambayo inakuwa imefanyika. Umeona? Ndio maana sometime unakuta hizo indicator kuna sehemu zinafeli kwa sababu gani?
Kwa usipoijua price action ukajua kwamba sawa, hii indicator sometimes ukuta mfano hizi indicator za kuonyesha nini strength, mfano kama ya RSI sijui stochastic, zile ziko definition yake, manake kuna utakuta zikienda kwenye zile levels sijui za ngapi zile namba zile, utakuta kuna overbought na oversold. Kwa sometimes unaweza kukuta zile ziko overbought lakini ngoma mashine, yani soko bado linachanja mbuga. Umeona? Au utakuta liko oversold lakini soko ndo kwanza bado linaendelea kushuka. Moving average zimecross sio zimefanyaje, lakini unakuta yani kuna ile key point ile ya price action ikishafanyika, utakuta hizo moving hizo hata hizo indicator yani zimeobey mule na zenyewe utakuta yani hazikwambii tofauti, lakini kuna muda zinafika zinachanganyikiwa. Kwa kama una knowledge ya price action, wewe utahisi kwamba hapa hii indicator imeniambia hivi, maana yake soko labda lina sell, kumbe unakuta lina buy. Umeona? Lakini kuna ile point yani price action pale wakishaanza kusema okay, zikishatokea price action kama soko linapanda kwenye zile key point pale, ukiweka moving average, ukiweka indicator yoyote, ukiweka hizo indicator, ukiweka hizo tools ambazo unazitumia hizo kama ni fib tool au sio nini, utakuta ni mule zote utakuta zinakwambia kitu kimoja. Lakini kuna muda unaona kabisa price action hapa anasema soko linapanda, lakini ukiweka hizo indicator zinakwambia kitu tofauti. Sasa kama unazifuatisha zile, ndio unakuta unashangaa unapigwa. Kwa hiyo hapo inabidi wewe mwenyewe uamue unataka yani. Lakini mimi nilichokiona katika jinsi nilivyojifunza, yani kuna hizo basics za price, yani ni basics tu za price action. Ukishazijua basi kwamba wakifika kwenye zoni, yani wala wakishafika kwenye key zone, key level, lazima manake waivunje au waonyeshe rejection. Kwa sasa wakionyesha rejection ili ndio wamefika kwenye, wametoka kwenye point A wamefika kwenye point B, yani maana wamefika labda walikuwa wanashuka wamefika kwenye support, ndio key level yako. Kuna vitu viwili, waivunje ile support au waretest. Mbona wakiretest pale, sasa pale kwenye kuretest ndio kuna fujo wanazifanyaga pale, kuna hunt umo utazikuta wanazifanya. Kama soko ndio linageuka kwenye level fulani, utakuta pale kuna fujo zinatokea pale. Mbona? Lakini mwisho wa siku watakutengenezea reversal pattern. Wakishakutengenezea reversal pattern, ukishaona reversal pattern, labda huko kwenye lower time frame umeona reversal pattern, kila siku naimba naambia reversal pattern yoyote utakayoona kwenye lower time frame, ukiingia kwenye higher time frame utakutana kuna confirmation candle. Mbona? Kwa sasa wewe itategemea na wewe unataka kutrade kwenye time frame gani, na hizo key level zako umezipata. Ukiwa kwenye unapozidi kwenda kwenye lower time frame, ndio unakutana kuna makelele sokoni, unakuta kuna makelele, yani unakuta kuna levels zimetengenezwa nyingi. Kwa hiyo utakutana kule kuna levels, ukianza kuchora support and resistance utachora kama zote, lakini kimsingi kuna key level moja ya kwenye higher time frame ambao ndio wana respect. Hizo nyingine hizo za kwenye lower time frame utakuta wanazibomoa tu, wanazivunja, wanaondoka. Kwa sasa unapofanya analysis kwenye lower time frame, maana inabidi urespect zile minor zone zote. Sasa utakuta sasa kwenye wewe unafanya analysis kwenye H1, utakuta vigepu vyenyewe vile, yani kigepu kidogo hivi, yani hata risk reward ratio ya 1-to-1 kuipata ngumu, mtu anataka kutrade. Sasa mwisho wa siku pata hizo setup zako vizuri, kila kitu. Pia mwisho wa siku kama hujui kufanya risk management, ukajua kwamba hichi unachokiriski ni kiasi gani na reward to ratio ni kiasi gani, utakuwa unatwanga pia maji, hautokuwa consistency. Kwa hizo elimu zote hizo
umeshajua sokoni hapa hawa wanafanya nini, ushapata hiyo knowledge. Umeona? Ujue pia na hiyo knowledge ya kufuata risk management. Umeona? Unatoboa vizuri tu. Lakini hivyo vitu ukivikosa hiyo elimu hiyo yote kwa ujumla, hiyo elimu ya biashara forex ukiikosa, yani utahangaika na utakata tamaa. Kwa hivyo vitu mimi ninavyovizungumzia huko, nimeamua kuvizungumzia. Sihitaji kulipo, sihitaji kufanya nini. Nimezungumzia bure, yani ni elimu ya bure hiyo nimeitoa huko. Kwa hiyo ni wewe kufanya nini? Kuamua kuvifanyia kazi hivyo vitu unafanyaje? Ninavyovizungumzia. Kila siku nikiupload setup yoyote utakuta naimba vitu vile vile. Ndio hivyo mimi ninavyo. Hakuna kitu kingine ambacho na kinani. Kama kuna kitu kipya nitakiweka. Nitakisikia na kiongea. Na nitasema bana, kuna hiki kitu hivi nimekipata, hichi ni kitu kipya, kiko hivi na hivi. Kinaweza kitaongeza value kwenye nani yako. Lakini vitu ni vile. Yaani utakuta vile hata setup hizo zenyewe nikiziwa nazifanya naziangalia. Yaani utakuta ni vile vile vitu, yani wanarudia vitu vile vile. Kwao ni wewe tu kusubiria uone wamefanyaje. Wamevifanya hivyo vitu. Umeona? Setup mtu unavyokuwa unaichora ile projection unavyokuwa unachora zile arrows unazotumia. Inabidi uone wamefanya. Umeona? Inabidi uone wamefanya. Then ndio una react. Ukishaona wamefanya vile una react, unajua okay, wamefanya hivi. Maana yake unakuwa na reason. Yaani kwamba wanaseli unakuwa na reason. Ukiona ukiona unaingia sokoni unabai au sijui unafanyaje? Unabai au unaseli alafu hauna reason. Hauna strong reason, au hata kama una reason lakini bado unakuwa kuna ule wasiwasi fulani. Yani kuna stage, yani kama bado hujaelewa vizuri. Kuna stage unaingia okay, unaona labda soko, yani unakuwa kama vile unahisi, yani hapo kuna kama roho fulani inakataa, yani kwa ujiamini fulani hivi kwa tabai. Ukishaona una mashaka tu ujue kuna something wrong bado. Ila ukiona unaingia sokoni una placing order, una ile, yani huna wasiwasi, unajua tu hawa anaenda kule, hawa watafika tu, mimi naheshimu hii stop loss. Umeona? Mpaka wakikutoa sasa ile stop loss, wakija hapa akiiti ile stop loss wakakotoa, ndio utasema okay, hii setup sasa hii ilikuwa invalid. Unaweza kukuta wamekuja kuhunt afu vile vile wanafanyaje? Wanaenda kule kule. Sababu sometimes kuna hunt zinafanyika. Umeona? Lakini ndio maana mwisho wa siku unabidi ufanyaje? Ufuate risk management. Hata kama uliweka stop loss fulani afu wakaja sababu kuna hunt nyingine zinatokea, kwa sababu kwenye pair za forex kuna fujo. Tofauti na pair za volatility. Pair za forex kuna fujo kwa sababu kuna mambo ya fundamental, mambo ya manyuzi. Umeona? Kwa hiyo zinaweza zikatokea hunt, umefanya setup vizuri kweli, utakuta na wanakuja wanashuka au wanapanda, lakini walikuja kukuhunt. Kwa kama ulijilipua pale, maana yake wewe second chance unakuwa huna. Umeona? Lakini kama unafuata risk management unakuwa na second chance ya kufanya ya kuingia sokoni. Umeona? Sema una dola 100. Uliriski dola 10. Wamekuja wamekutoa wakaiti stop loss, lakini ukaona kwamba okay, ile ilikuwa ni hunt. Umeona? Na unaona kabisa wamehunt. Alafu unaona wanaondoka. Umeona? Alafu tuseme risk to reward ratio yako ilikuwa ni 1 to 3. Ile wamekuhit ile walohit stop loss dola 10 yako. Kwenye dola 100 umebaki na dola ngapi? Dola 90. Uwezi kuingia tena sokoni. Si unaingia una risk the same. Umeona? Unaweka tena stop loss pale kwa anti, unaacha. Wakishuka wameondoka, wamekupa risk reward ratio yako ya 1 to 3. Maana yake uliriski dola 10 umepata dola 30. Ukiminus na ile 10 walokuchukua bado unakuwa still in profit, una dola 20. Unakuwa umemeki maana yake dola 20. Kwa hiyo ni vitu, yani
hivyo. Yaani wewe kwenye forex unahitaji kujua, labda unahisi kwamba unahitaji kujua vitu vingi, labda ujue sio ma moving average, sio ma stochastic, ma indicator yote uyajue, sio manini. Hakuna, kuna basics tu. Alafu mwisho wa siku na jinsi gani pia unafanyaje, una riski. Umeona jinsi gani pia una riski. Kuna mwingine yeye risk reward ya 1 to 1 ya nini hiyo? Ukipotea maana yake 1 to 1, maana yake ukiruzi, maana yake umeruzi. Yaani ukiruzi maana yake 1 to 1 risk reward ratio. Ukiwa na trade 3, ukiruzi trade 2, au ukiwa na trade 4 tuseme, ukaruzi 2 ukawini, manake hamna kitu. Lakini risk reward ya 1 angalau basi, kama umeshindwa basi hata ya 1 to 2.5, lakini risk reward ratio nzuri ya kuanzia 1 to 3. Maana yake una riski 1 kupata 3. Yaani una riski 1 kupata 3 times. Wow. Kwa hiyo riski, maana yake una riski labda $10. Maana yake riski ni ile unapokalculate kile kitu ambacho unataka kuriski, ile stop loss pale unapoenda kuiweka. Maana yake stop loss yako labda ndio inakuwa $10, ndio ulichoriski. Ikiwa $20 stop loss yako, maana yake ndio ulichoriski $20. Ili upate, nategemea sana risk reward ratio yako, ile gap una already trade. Kwa hiyo ukiwa na risk reward ratio labda 1 to 3, maana wewe hata ukiwa una trade umewini trade 2 ukaruzi, bado utakuwa kwenye profit. Umeona? Bado unakuwa kwenye profit. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ukichanganya ndio vinakufanya wewe uje uwe pia unakuwa consistency kwenye, kwa sababu mwisho wa siku utakuwa kwa sababu sio entry zote utakazokuwa unaingia wewe kila siku, wewe sio malaika eti kwamba zina tiki tu, hakuna kitu kama hicho. Lakini ile risk reward ratio inakuwa inakubeba mwisho wa siku, overall unakuta unafanyaje, unakuta ni umewini. Una risk reward ratio ya 1 to 3, alafu labda tuseme umeteki trade labda jumla labda trade 10, umeona 3 sio 3, hata 4 zikizingua, umeona 6 zikaenda, au hata zikaenda nusu kwa nusu, yaani 5 ukaruzi, 5 zikafanyaje, zikatembea, bado utakuwa huko kwenye profit. Japokuwa uliruzi, lakini utakuwa kwenye nini, kwenye profit. Lakini ukiwa una trade risk reward ratios za 1 to 1 hizo, maana ukiruzi tu mara 2 mfululizo mpaka uje kulikava wewe, maana yake uwini tena mara 2 mfululizo. Kwa hivyo ndo nilitaka tu kuelezea hivyo vitu. Kwa hiyo muwe makini kama unaamua kukomaa mwenyewe kutafuta elimu ya forex, ukae ujue kwamba uta take time, utachukua muda mpaka ufanyaje, uelewe. Na pia kama unaamua kwenda kujifunza kwa mtu, unaenda unatoa hela yako unalipia, basi hakikisha huyo mtu ni mtu sahihi. Unaelewa? Na kujua mtu sahihi, uhitaji kutumia nguvu. Utaona tu, yani jinsi utaona tu jinsi ambavyo anafanyaje, ana promote hiyo nani yake, umeona hiyo business yake, kwamba baba anafundisha hivi na hivi. Utaona tu, yani utahisi kweli hapa una kitu. Lakini so hao watu ambao mnaona wanatuma ma screenshot ya ma profit, nyinyi mnababaika nao, au waogope kama ukoma. Mimi nimemaliza.